لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, kiwa katika ibada kubwa, ibada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha chakula chetu, kwa kuacha vinywaji vyetu, mtu kukaa bali na mke wake au mume wake wa halali mchana wa Ramadhani. Hii yote ni mtu kuacha matamanio ya nafsi yake na kutaka kufuata yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa nguzo tano katika nguzo za Uislamu. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba ni kubwa, na ni ibada ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu kwa kusema as-sawmu li au as-siyamu li wa ana ajzi bi. Hii saum ambayo kwamba tunaifunga, Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ni ibada yake, na yeye ndo anajua malipo ambayo kwamba atamlipa mwanadamu kama yule. Ama maudhui yetu ambayo kwamba tutazungumzia leo katika hali ambayo kwamba ni hali ya ufupi, tutazungumzia fadlu salat, fadhila za swala. Tuelewe ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo kubwa, faradhi kubwa aliyofaridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ni hii swala tano ambayo kwamba tunapuuza. Hii swala tano ambayo kwamba baadhi yetu tunapuuza, tuelewe ni katika nguzo miongoni mwa nguzo tano ya Uislamu. Inakuja baada ya wewe kukiri Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo swala inaingia katika nguzo za Uislamu ambao kwamba ni nguzo ya pili. Na tuelewe pia vile vile, yule ambaye kwamba atasimamisha swala kama hii, basi amesimamisha dini yake, na yule ambaye kwamba atawacha swala kama hii, basi aelewe amevunja na ameangusha dini yake. As-salatu imadu din, swala ni katika nguzo ambazo kwamba ni kubwa za dini. Kwa hivyo hakuna nyumba ambayo kwamba inaweza kusimama bila nguzo. Sasa wakati ambao kwamba wewe Muislamu unavuruga hauswali ile swala namna ambavyo kwamba inatakikana, basi elewa umevuruga dini yako, elewa umeharibu dini yako. Kwa hivyo mara nyingi mtu anaweza kuacha kuswali kwa sababu ya sababu mbalimbali. Huenda mtu haswali kwa sababu hajui ile fadhila ambayo kwamba anapata wakati anaswali. Kwa hivyo leo biidhnillah, wacha tuangalie zile fadhila ambazo kwamba unapata wakati wewe unaswali. Huenda ikakuwa ni sababu ya wewe kurudi ukakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wanahifadhi swala tano na wanaswali swala tano kwa wakati wake, baada ya kujua fadhila ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupatia, malipo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupatia wakati umesimamisha hizi swala tano. Fadhila ya swala ni nyingi. Tutaangalia zile ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafiki. Fadhila kubwa ya kwanza, as-salatu tanha anil fahshai wal munkar. Swala inamzuia mtu kufanya uovu, na swala inamzuia mtu kufanya mambo ambayo kwamba ni ya uchafu. Ikiwa wewe unaweza kuswali, basi elewa mambo yako yote yatakuwa katika hali ambayo kwamba ni nzuri. Sasa fadhila kubwa ya swala, hii swala ambayo kwamba mtu anaswali, hii swala ambayo kwamba wewe unadunisha, itakuweka mbali na uchafu, itakuweka mbali na uovu. Sasa wakati ambao kwamba mimi Muislamu ninasimama mbele ya Allah, ninaswali lakini bado ninafanya maovu, bado ninafanya machafu, inatakikana nirudi nyuma,
niangalie ni sehemu gani ambao kwamba nimekosea katika swala kama hii. Huende ikakuwa kwa sababu una swali lakini unachelewesha swala. Huende ikakuwa kweli una swali lakini udhu yako haujaswali vizuri. Huenda kuwa una swali lakini swala yako haina khushu. Sasa hizi zinakuwa sababu za wewe kuendelea kumuasi Allah, kwa sababu yule ambaye kwamba anasema ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahshai wal munkari. Hii swala ambayo kwamba unaswali inakuzuia wewe kufanya uovu na uchafu. Aliyesema ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sote tuko na uhakika Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi mambo ambayo kwamba ni urongo, hazungumzi mambo ambayo kwamba haina uhakika. Sasa wakati ambao kwamba wewe unaswali na unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, elewa mimi na wewe ndio tuko na shida. Turudi nyuma tuangalie ni sehemu gani ambayo kwamba umekosea, urekebishe katika swala yako, na hii swala itakuweka mbali na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo fadhila kubwa ya swala ni kuwa inamzuia mtu kufanya mambo ambayo kwamba ni uchafu na mambo ambayo kwamba ni uovu. Fadhila nyingine ya swala ambayo kwamba ni fadhila ya pili, afdhalul a'malu baada shahadataini. Hii swala ni katika matendo makubwa baada ya Muislamu kuleta shahada, basi hii ndio jambo ambalo kwamba ni kubwa. Hiyo utakuta katika nguzo za Uislamu ambaye kwamba inafuatilia ni as-sala, na Mtume SAW aliulizwa ayu a'malu afdal, ni matendo gani ambayo kwamba ni mazuri? Akasema as-salatu liwaktiha, ni wewe kuswali swala kwa wakati wake. Kwa hivyo baada ya shahada, wakati ambao kwamba wewe Muislamu unasimamisha swala kwa wakati wake, elewa ni tendo ambayo kwamba ni kubwa, umefanya matendo ambayo kwamba ni kubwa. Sasa wakati ambao kwamba unaleta shahada lakini ile swala yako inaswalia wakati ambao kwamba haifai, au mtu anakuwa sio mtu ambaye kwamba anaswali, basi hauwezi kupata fadhila kama hii ambayo kwamba ni fadhila ya swala baada ya kuleta shahada, ambayo kwamba inaingia ya pili ni wewe kusimamisha swala ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kufaradhishia. Fadhila ya tatu ya swala, taghsilu al-khataya. Swala ni sababu kubwa ya wewe Muislamu kusamehewa madhambi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mathalu salawatul khams, mfano ya swala tano, kamathali nahrin, ni mfano ya mto, ghamrin ala babin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marra. Mfano ya swala tano ni mfano ya mto ambao kwamba inapita nje ya mlango wako. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa anataka we mwanadamu ukuwe ni mwenye kuangalia mambo, ukuwe ni mwenye kufikiria mambo, na ndio ukuwe ni mwenye kuangalia uzito wa swala na uangalie fadhila ambayo kwamba unaiwacha. Akapiga mfano ya swala tano, ni mfano ya mto ambao kwamba yule mtu mbele ya mlango yake kunapita mto, na yule mtu katika ile mto anakuwa ni mwenye kuoga, anafanya shughuli zake, lakini ile mto maji yake inatembea. Sasa Mtume SAW anauliza, anaosha pale nguo yake, anafanya kila kitu, je, kuna uchafu ambao kwamba itabakia katika ile mto ya mtu kama yule? Jibu ni la, kwa sababu maji inapita, ikipita itakuwa yenye kwenda uchafu. Hii ni mfano wa swala tano. Wakati ambao kwamba unaswali swala tano, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehea madhambi yako. Ukiswali salatu dhuhuri, umeswali salatu fajri, baina salatu fajri na salatu dhuhuri, Allah subhanahu wa ta'ala kusamehea madhambi yako. Ukiswali salatu dhuhuri, baina salatu dhuhuri na salatu asri, kwa sababu ya wewe kuswali ile salatu dhuhuri, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehea madhambi ya kabla ile swala. Na hii ni mfano wa swala nyingine. Sasa hii ni fadhila kubwa. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba mkosei Allah, hakuna mtu ambaye kwamba atasema ni perfect, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekuletea njia ambayo kwamba wewe utakuwa ni mwenye kujisafisha. Wakati ambao kwamba unashika udhu,
madhambi yako inatoka katika mkono wako, katika mguu wako inakuwa yenye kuanguka. Wakati ambao kwamba una rukuu, madhambi yako yote inakuwa yenye kuanguka. Wakati unaenda katika sujud, madhambi yako yote inakuwa yenye kufutiwa. Hii fadhila ni fadhila ambayo kwamba ni kubwa, itapatwa ama wewe Muislamu utapata wakati ambao kwamba unaelewa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia swala kama hii anakuoshea yale madhambi yako. Pia vile vile kuunganisha hiyo na pili, takfiru sayiat, ile swala inakuwa sababu pia vile vile ya wewe kusamehewa madhambi yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema as-salawatul khams wal jum'ati ila al-jum'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna, Ijumaa mpaka Ijumaa. Hii ni sababu ya wewe umeswali salatul jumaa kwa wakati wake, ukasikiliza khutba mpaka ile Ijumaa nyingine hapa katikati, Allah anakusamehea. Ramadhani mpaka Ramadhani, wewe umefunga Ramadhani mpaka ile Ramadhani nyingine, katika hii period ambayo kwamba unasubiri ile Ramadhani nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehea. Pia vile vile swala tano mpaka swala nyingine, ukiswali swala nyingine mpaka swala nyingine, hii muda ambao kwamba unasubiria swala nyingine, hii inakuwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukusamehea madhambi yako. Hakuna yule ambaye kwamba hatamani kusamehewa madhambi yake. Sasa uache kwa nini swala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehea madhambi yako kupitia swala kama hii. Fadhila ya tano, yule ambaye kwamba anaswali swala tano, nuru li sahibihi fi dunya wal akhirah. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam asema as-salatu nur. Na wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja nur, sio nuru ambao kwamba wewe unafikiria ile ambao kwamba ni mwisho imeishia pale. Akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam swala ni nur, ikiwa wewe uko na familia yako, watoto wako, mke wako, unawalazimisha kuwa ni wenye kuswali, basi nuru katika familia yako, katika watoto wako, katika mke wako, Allah anaweka nuru. Allah akisema as-salatu nur, mimi niko na biashara yangu, nina kipi ile time ya swala wakati ambao kwamba inatakikana, analeta nuru ambayo kwamba ni ya baraka. Wewe ukiwa jobless, hauna kazi, wakati ambao kwamba unaswali, Allah anaweka nuru katika maisha yako, anakupatia kazi na wewe ulikuwa hauna kazi. Ikiwa wewe ni mtu ambaye kwamba ulikuwa na maasi, swala ni nuru, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwekea nuru ambayo kwamba inafanya wewe hauwezi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akisema as-salatu nur, elewa Allah subhanahu wa ta'ala ni nuru ambayo kwamba inakuja na kila aina ambayo kwamba ni ya mwangaza. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man hafadha alaiha, yule ambaye kwamba atahifadhi swala tano, kana lahu nur, kana lahu nur, kanat lahu nur, Allah subhanahu wa ta'ala atampatia nuru wa burhan, na ile swala itaenda kutoa hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mja akiwa duniani alikuwa ni mwenye kuswali. Angalia mtu mwenye anaswali na yule ambaye kwamba aswali. Ikiwa mtu anaswali, hata wakati ambao kwamba unapitana na yeye, unasikia moyo wako uko na utulivu. Hata angalia katika safu wakati ambao kwamba unaswali, ukiswali na mtu ambaye kwamba alikuwa anahifadhi swala, ile moyo wako na zile instinct zako zitakuonesha kuwa umesimama kwa mtu ambaye kwamba yuko na salama. Lakini angalia mtu ambaye kwamba halikuwa aswali, hahifadhi swala, wakati ambao kwamba atanasimama kando yako, ile nafsi yako inakuwa ni yenye kukueleza mimi siko comfortable na mtu kama huyu. Sasa wakati ambao kwamba unaswali, elewa swala itakuwa juu yako hoja, swala itakuwa juu yako najat fi dunya wal akhirah, itakukomboa swala kama hii yaum al-qiyama. Na yule ambaye kwamba hatohifadhi swala, katika ulimwengu kama hii atakuwa na nuru, katika ulimwengu kama hii atakuwa na hoja, katika fi dunya wal akhirah, mtu kama huyu pia vile vile hakuna kitu ambao kwamba itamuokoa. Sasa kama hauhifadhi swala, wakati ambao kwamba uko na dhiki, iswala wa innaha lakabiratun illa lal khashin wasta'inu bis-sabri was-salah. Wakati uko katika dhiki na wewe hauswali, utaona ile dhiki yako ni kubwa. Lakini wakati ambao kwamba unaswali, hata kama kuna dhiki, ile swala inakuwa ni najat, inakupatia utulivu na inakupatia subra. Sasa yule ambaye kwamba haswali atakuwa na nuru, atakuwa na mwangaza, atakuwa na hoja ambayo kwamba itamtetea, na hatakuwa hana kitu ambayo kwamba inamwokoa na siku ya kiyama. Kimalizia,
atafufuliwa pamoja na Qarun, atafufuliwa pamoja na Firaun, atafufuliwa pamoja na Haman. Hawa Mtume SAW hajawataja hivi hivi. Wakati ambao kwamba tunamtaja Qarun, unaoneshwa kuwa hii swala yako ikikushughulisha, biashara umeifadhilisha ukatupa swala, basi jua ile mali yako, kwa sababu ya mali yako imekushughulisha ukawacha swala, basi jua wewe yule ambaye kwamba utafufuliwa na yeye ni Qarun. Mali imekushughulisha na swala ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qarun ndo atakuwa kiongozi wa watu kama hawa. Watafufuliwa na Firaun. Ikiwa mtu cheo chake imefika wakati wa swala unakazania umalize zile mikutano kwa sababu ya cheo chako, kitoka hapa itakuwa kadha wa kadha, ile cheo yako ikakushughulisha ukachelewesha swala au ukapoteza swala, elewa utafufuliwa na Firaun ambaye kwamba alikuwa na cheo, alikuwa na ufalme. Hii ufalme yake haitomnufaisha chochote. Na Haman alikuwa ni waziri ambaye kwamba alikuwa ni mfanyikazi wa Firaun. Sasa kuna watu, angalia ufahamu aliyokuwa nayo Mtume SAW. Wakati mwingine kumalizia, mtu namuuliza kwa nini uendi swala? Mimi boss akubali tuswali. Boss amesema wewe usiswali. Kama amesema wewe usiswali, hii ni kazi gani ambayo kwamba inakuzuia wewe usimsujudie Mungu wako? Hiyo tunakwambia sio kazi. Sasa angalia, watafufuliwa na yule ambaye kwamba ni Haman, kwa sababu Haman alikuwa anamsikiliza Firaun kuharibu na kuvuruga maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakawekwa pamoja na Haman, kwa sababu kuna watu wengine wanatupa swala ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisa ni ile kazi ambayo kwamba ninafanya. Ikhwani, usipoteze haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya riziki. Riziki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fanya wajibu wako wa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, naye wachia Allah subhanahu wa ta'ala kazi yake ya kukuruzuku wewe. Riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala inapatikana kwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati unadumu katika swala, katika ibada hii ambayo kwamba ni ya swala, hakuna mambo yako ambayo kwamba itakuwa ni nzito. Kwa hivyo fadhila za swala ni nyingi, na kwa ajili ya wakati Allah subhanahu wa ta'ala kituwafiki, tutaangalia pia vile vile baadhi ya fadhila za swala kama hii, ili tuone ukubwa wa ibada kama hii, na Allah subhanahu wa ta'ala atupatie nguvu katika ibada kama hii. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala jalie alladhina sami'u qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batil wal batila warzuqna ijtinaba. Allahumma taqabbal salatana, اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم ارحم موتانا المسلمين، اللهم اغفر موتانا المسلمين. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe mema ambayo kwamba tumefanya yale masiku ambayo kwamba mpita ndani ya mwezi wa Ramadhan, na ikiwa kuna yale ambayo kwamba tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutusamehe, na yale masiku ambayo kwamba yamebakia, masiku ambayo kwamba ni kubwa, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie nguvu ya kufanya ibada. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie Lailatul Qadri, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie Lailatul Qadri, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika upungufu ambao kwamba tulikuwa nayo katika swala zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie nguvu ya kudhibiti katika ibada ambao kwamba ni ya swala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala mji kama huu wetu Allah subhanahu wa ta'ala azidishe nuru. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi, haifadhi mama zetu, haifadhi sisi ambao kwamba ni vijana, na yule ambaye kwamba hana mke tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie mke, na yule ambaye kwamba yuko na mke tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhie nyumba yake, amuhifadhie watoto wake, na yule ambaye kwamba hana kazi ndani ya mwezi wa Ramadhani kama hii tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie kazi ambayo kwamba ni halali. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile hauhifadhi muadhin wetu ambao kwamba anatuadhinia, haifadhi maimamu wetu ambao kwamba wanatuongoza katika msikiti kama huu, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotukusanyia katika nyumba yake atukusanyishe katika pepo yake ya juu. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.